Miongoni mwa upotoshaji mkubwa ambao unaenea na watu wengi wanausikiliza na wengine kuamini ni kwamba Mungu anatisha watu, anawatisha wanadamu, yaani anataka wamtumikie kwa kuwatisha. Anawaambia mtii sheria yangu hii, anawaambia mtii sheria yangu hii, msipotii jehanamu. Ndivyo ambavyo wengi wanamtafsiri Mungu, kwamba anataka watu wamtii. Kwa nini? Kwa kuwatisha, kwamba wasipofanya, yani watii kwa kuogopa nini? Jehanamu. Sasa nataka tujifunze sheria kwa maana tu ile ya kawaida ya mtu yeyote. Nini maana ya sheria, na sheria ipo kwa ajili ya kusudi gani? Katika maisha tu ya mwanadamu kuna sheria, kuna miongozo, na sheria hizo katika maisha yake mwanadamu zipo kwa ajili ya kumwonyesha njia sahihi ya kuishi ama njia sahihi ya kufikia malengo fulani, ama kumwonyesha njia sahihi ya kufikia mafanikio katika jambo fulani. Ndiyo kazi ya sheria. Tuko pamoja hapo? Sheria ipo kwa ajili ya kumwonyesha mtu mapito sahihi kuelekea jambo fulani, kuelekea hasa mafanikio. Tuko pamoja eh? Na sheria hiyo hiyo hufanya kazi ya kumwonyesha mtu matokeo ya kutokufuata hizo sheria, ama matokeo ya kutokufuata huo mwongozo. Tuko pamoja eh? Sheria hizo hizo zina kazi mbili kwa wakati mmoja. Kazi ya kwanza, kumwonyesha mtu mapito sahihi ya kufikia malengo fulani ama kufikia mafanikio fulani. Lengo la pili la sheria, kumwonyesha mtu matokeo ya yeye kutokutii ama kutokufuata zile sheria. Zingatia kwamba matokeo ya kufuata ule mwongozo, mbele kuna mafanikio. Sheria inakuonesha mbele kuna mafanikio ya kutii hii sheria, ama kuna kushindwa usipofuata ama usipotii hizo sheria ama huo mwongozo. Moja ya kitu cha kuzingatiwa katika swala la sheria, sheria zisipozingatiwa huwa zina tabia ya kuadhibu usipozizingatia ama usipozitii. Sheria zina tabia ya kufanya nini? Kutoa adhabu. Yaani adhabu hiyo ni automatic, yaani haisubiri aliyeweka sheria aje ya kuadhibu, bali sheria hizo automatic usipozifuata unapata adhabu. Nakupa mfano. Kuna sheria za barabarani, si ndio? Sheria za barabarani ukizitii utapata ajali. Sheria za barabarani zipo kwa ajili ya usalama wa msafiri barabarani. Maanake matokeo ya kutii sheria hizo ni usalama wa anayesafiri, si ndio? Kinyume chake, mtu asipotii hizo sheria za barabarani anafanya nini? Anapata ajali. Hapo ameadhibiwa na serikali iliyoweka sheria. Yaani automatic ile adhabu ameipata, matokeo ya kutotii ameyapata. Ndio sheria zilivyo. Kwa hiyo sheria, zingatia hii, sheria zipo kwa ajili ya kuonesha mtu mafanikio yake
ama usalama wake, lakini kwa wakati huo huo zinakuonesha usipozitii nini kitakachokupata, mabaya yatakupata. Maana yake sheria huwa ina pande mbili kama sarafu. Sheria huwa ina pande mbili kama sarafu. Sarafu si huwa ina upande huu na huu. Sasa upande mmoja wa sheria inakuonesha mazuri ama mambo mazuri yale ambayo utayapata kwa kutii hiyo sheria. Upande wa pili wa sarafu, sheria inakuonesha mabaya uyatakayokupata kama usipotii hiyo nini? Sheria. Tuko pamoja wapendwa? Hapa nataka tuone kwa mujibu wa maandiko matakatifu. Je, Mungu anataka watu wamtii kwa kuwatisha na jehanamu? Kwa kuwatisha na adhabu? Kwa kuwatisha na matokeo ya kutokutii? Tuone ukweli ni upi. Tumeona kwamba sheria huwa ina pande mbili kama sarafu, inakuonesha mazuri ya kutii, lakini na mabaya ya kufanya nini? Ya kutokutii. Sasa jinsi ambavyo sheria watu wanaipokea, jinsi ambavyo sheria watu wanafanya nini? Wanaipokea ni tofauti tofauti. Mfano, wewe ukirushiwa hapo sarafu ya 200, ukarushiwa ukaipokea, unaweza ukaipokea sehemu ambayo utaiona ya kwanza ni sehemu ile ambayo ina wanyama. Kwa pamoja, mwingine akarushiwa hiyo 200 akaipokea sehemu ambayo itakuwa juu ni ile ya yule mtu mwinyi, si ndio? Manake tayari mmepokea sarafu moja, lakini kila mmoja ameipokea kwa kuangalia upande tofauti. Kwa hiyo mapokezi mawili tofauti ama mapokezi aina mbili tofauti kwa sarafu hiyo hiyo moja. Ndivyo ambavyo mapokezi ya sheria kwa watu yanatofautiana. Wapo wanaoipokea kwa kuzingatia zaidi upande wa kwanza unaoelekeza matokeo mazuri ya kutii. Tuko pamoja? Wapo ambao huwa wanaipokea sheria kwa kuzingatia zaidi, wanaangalia matokeo mazuri ya kutii. Yaani kwamba wameambiwa fuata sheria hizi za barabarani. Wapo wanaopokea hiyo sheria, wanavyoipokea kwenye akili zao wanaona kabisa kwamba kumbe hii sheria ipo kwa ajili ya usalama wangu. Kwa hiyo anafurahia, anaona kwamba kumbe ni kitu kizuri. Kwa hiyo huyo mtu katika kuitii ile sheria atakuwa anaongozwa na hamasa ya yale mazuri, atakuwa anaongozwa na hamasa ya yale mazuri katika kutii. Niwape mfano mwingine mdogo kwamba katika sheria za uchumi, ili mtu aendelee na awe imara kiuchumi, kuna kanuni moja ambayo ni ya nidhamu ya pesa. Nidhamu ya nini? Ya pesa. Maanake nidhamu maana yake ni kudhibiti matumizi. Pengine hukuwa na mpango wa kununua kitu fulani, lakini unapita tu sehemu kwa sababu una hela mfukoni unanunua, lakini hukuwa na mpango. Sasa hiyo ni ishara ya kwamba huna nidhamu ya pesa. Nidhamu ya pesa inataka mambo yaende kwa mipango ili kufikia mafanikio. Sasa nidhamu ni sheria ya kufikia mafanikio ya kiuchumi. Tuko pamoja? Manake mtu sasa kama anafundishwa somo la uchumi, ataambiwa sheria ya uchumi ni uwe na nidhamu ili kufikia nini? Mafanikio. Manake huyu mtu katika
kuzingatia swala la nidhamu, atalizingatia swala la nidhamu akiwa na hamasa ya kwamba swala la nidhamu litanipeleka kwenye nini? Kwenye mafanikio. Tuko pamoja wapendwa? Sasa kuna aina ya pili ya mapokezi ya sheria, jinsi ambavyo mtu anaipokea sheria. Aina ya pili ya mapokezi ni kwamba mtu anazingatia upande ule ambao unaeleza matokeo mabaya ya kutokutii. Kwa mfano, mtu ameambiwa usitukane mtu. Usitukane nini? Utaenda jela. Hiyo ni sheria inakwambia hivyo. Ukitukana utaenda wapi? Lakini kuna sheria hapo hapo upande mwingine inakwambia ishi kwa amani, usitukane mtu, ama ishi kwa amani na watu, utafanikiwa. Hayo ni mapokezi ya aina mbili. Mwingine atakaa kwa kujizuia asitukanane na mtu ili kufikia nini? Mafanikio. Kwa hiyo anachoangalia zaidi mafanikio. Lakini mwingine anajizuia kutukanana na mtu kwa sababu anaogopa kufanya nini? Kwenda jela. Hao ni watu wawili. Yupi ambaye atakuwa na amani moyoni katika kutii hiyo sheria? Yule ambaye anaangalia zaidi mafanikio ya kutii hii sheria. Lakini yule ambaye ataishi kwa shida sana moyoni bila amani ni huyu ambaye anajizuia kutukanana na watu kwa sababu anaogopa kwenda jela. Sasa ndivyo ambavyo watu wanamtafsiri vibaya Mungu. Wanasema kwamba hii sheria ya Mungu anatutisha, anataka tumtii, tumwamini kwa sababu ameweka jehanamu, kwamba tusipomwamini, tusipomtii tutaenda wapi? Hao ni watu ambao wamepokea tofauti maelekezo ya Mungu. Wamepokea kinyume na anavyotaka yeye. Yeye anataka utii sheria, utii maelekezo yake ili uingie katika ufalme wa Mungu. Uishi kwa amani maisha ya sasa na ya baadaye. Kwa hiyo katika aina hizi mbili za mapokezi ya kanuni fulani au sheria, watu hao wawili waliopokea kwa namna mbili tofauti watakuwa na kitu kinachowaendesha ndani yao. Mtu ambaye anatii sheria kwa kuangalia mafanikio ya kutii sheria ama faida za kutii sheria ataongozwa na hamasa na tumaini katika kutii. Kwa hiyo kwake swala la kutii halitakuwa mzigo. Yule mtu wa pili katika kutii sheria ataongozwa na hofu kwa sababu anaogopa, anaangalia swala la utii kwa kuogopa adhabu. Tuko pamoja wapendwa? Sasa Mungu hamwambii mtu atii kwa kuhofia ile adhabu anayoileta, bali anamwambia mtu atii kwa pendo, kwa sababu ameona ubaya wa dhambi, kwa sababu ameona faida ya kutii sheria ya Mungu. Wale wote wanaodhani kwamba Mungu anatuagiza kutii sheria yake kwa sababu wasiotii wataenda jehanamu, wanatafsiri vibaya maandiko. Tusome kitabu cha Kumbukumbu la Torati 28 tuone sheria ambavyo huwa inakuja. Sheria siku zote huwa ina pande mbili kama sarafu. Hata sheria za nchi jamani, sisi ni mashahidi. Yaani wewe kutoka moyoni tu unakuwa unajua kwamba hii sheria nikiitii basi nitaishi kwa ama. Lakini unajua usipotii
kuna shida utaipata. Bwana Yesu asifiwe. Sasa sisi tunaongozwa na nini? Tunaongozwa na hofu kutii maagizo ya Mungu, ama tunaongozwa na tumaini lililo ndani yetu ambalo ni yale ambayo Mungu amewaandalia waaminifu wake? Kumbukumbu la Torati 28 mstari wa kwanza inasema, itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii kutunza kuyafanya maagizo yake yote ni kuagizayo leo, ndipo Bwana Mungu wako atakapokutukuza juu ya mataifa yote ya dunia. Zingatia, Mungu anasema hivi, Israeli atakapoisikia sauti ya Bwana Mungu wake, atakapoisikia nini? Atamtukuza kuwa taifa juu ya mataifa mengine yote. Kwa hiyo hapo kuna sharti la mafanikio. Kuna sharti la nini? Kwamba ukitii, ukifanya nini? Ukitii utakuwa taifa kubwa, utakuwa taifa lililo juu ya mataifa mengine yote. Lakini upande wa pili wa salafu sasa anasema mstari wa 15, lakini itakapokuwa usipotaka kuisikiza sauti ya Bwana Mungu wako, usiangalie kufanya maagizo yake yote na amri zake ni kuagizazo hivi leo, ndipo zitakapokujia laana hizi zote na kukupata. Sharti la mafanikio ni kutii. Usipotii, laana unazipata, si ndio? Sasa kuna kitu kimoja ambacho tunatakiwa kukumbuka, kwamba kutokutii sheria zenyewe, usipozitii huwa kuna adhabu ambayo inakuja automatic bila hata kumhusisha yule ambaye ameweka sheria. Tuko pamoja? Tumeona mfano wa barabarani. Barabarani si kuna sheria zake. Ukizitii ukazifuata vizuri, upati nini? Upati ajali. Tuko pamoja? Upati ajali. Yule ambaye anasababisha usipate ajali ni yule aliyeweka sheria. Yaani ni automatic, ile ni baraka ama faida za kutii zinakupata kwa kufuata ile sheria. Lakini usipotii sheria za barabarani, kwa mfano kwenye mataa, taa linaonyesha msimame, lakini wewe unapita dunduki, unapita tu bila utaratibu, yaani pale wewe mwenyewe kwa kuivunja ile sheria inaweza ikakuadhibu kwa wewe kupata ajali bila kumhusisha yule ambaye aliweka ile sheria. Ndivyo ambavyo sheria za Mungu zimewekwa kufanya kazi. Yaani Mungu aliziweka zifanye kazi automatic kama asili yetu na asili ya maisha yetu sisi wanadamu. Ukizitii automatically unapata mibaraka, usipozitii automatically zinakuadhibu, unajiadhibu wewe mwenyewe. Ndipo sasa Mungu kwa kushindwa kumwelewa, watu wanamlaumu Mungu kwa matatizo mengi yanayotokea duniani, njaa, vita, watu wanakufa. Watu wanaanza kumlaumu Mungu kwamba hivi Mungu kweli angekuwepo angeruhusu haya yote. Lakini kitu ambacho kimejificha, ama kwa sababu ya upofu wa mwanadamu ameshindwa kuelewa haya mambo yanatokea kwa nini, ni kutambua swala la dhambi, jinsi ambavyo limeharibu hii dunia. Mizigo yote anatupiwa nani? Anatupiwa Mungu. Lakini swala la kutokutii ni la wanadamu wenyewe. Yaani ni sawa mtu
serikali imeweka sheria za barabarani, halafu ashindwa kuzitii, akaanguke vibaya, afe au aumie vibaya, halafu alaumu aliyeweka nini? Sheria zipo kwa lengo la kutuonesha mafanikio, kutuonesha usalama wetu. Hilo ndio lengo kuu la sheria, la uwepo wa sheria katika maisha yetu. Lengo la sheria si kuja kututisha kwamba usipotii utafanya nini, utapata hasara fulani. Hatupaswi kuongozwa na hamasa ya kupata hasara katika kutii sheria. Tunapaswa tuongozwe na hamasa ya faida ya kutii. Ndiyo maana sasa Yesu yupo kwa ajili ya hilo, kuhakikisha kwamba wanadamu wote wanaomwamini watatii sheria kwa upendo, si kwa hofu, kwa upendo, kwa sababu wamejua ubaya wa dhambi, kwa sababu wametambua jinsi dhambi ilivyo mbaya. Hawatii sheria kwa sababu wanaogopa jehanamu. Yule mtu anayetii sheria kwa kuogopa jehanamu, kwa hofu, huyo ataingia tu jehanamu. Tuko pamoja? Yule ambaye anatii sheria kwa kuogopa nini? Jehanamu. Anatii sheria ya Mungu kwa kuogopa jehanamu, huyo ataingia jehanamu. Kwa sababu maana yake yeye asingeambiwa kuna jehanamu, angefanya anavyojua yeye mwenyewe. Yaani kwa mfano mtu aambiwe kwamba hata usipojali hizi sheria za barabarani hutapata ajali. Kuna mtu atazifuata hizo sheria za barabarani? Kila mmoja atafanya kama anavyojua yeye. Lakini kwa sababu aliyeziweka hizo sheria anajua na matokeo ya kutokutii, ndio maana akatutahadharisha ili sisi kama watu wenye akili timamu, wenye utashi, tuchague nini cha kufanya, asije akalaumiwa baadaye. Maana asingetahadharisha kwamba kuna mabaya ya kutokutii, maana yake wapo watu ambao wasingetii wakapata madhara, halafu wakamrudia tena, mbona hukutuambia kuna madhara haya? Bwana Yesu asifiwe. Some kitabu cha Yeremia 31 mstari wa 33. Inasema, bali agano hili ndilo nitakalofanya na nyumba ya Israeli baada ya siku zile, asema Bwana, nitatia sheria yangu ndani yao, na katika mioyo yao nitaiandika, nami nitakuwa Mungu wao, nao watakuwa watu wangu. Mungu anataka aweke sheria yake na andike sheria yake ndani ya mioyo yetu, ili tuongozwe na hamasa ya faida hamasa ya faida ya kumtii Mungu. Tusiongozwe na hofu ya kuogopa adhabu ya kutokutii. Bwana Yesu asifiwe. Kwa wote wanaomwamini Yesu Kristo, ahadi hii inatimizwa ndani yao. Ahadi hii inatimizwa ndani yao. Tumuombe Kristo aandike sheria ndani yetu, na hapo swala la jehanamu sisi alituhusu. Bwana pewe sifa. Sisi alifanya nini? Mfano wa Israeli waliambiwa, kama mnataka kuwa taifa kubwa juu ya mataifa mengine yote, msikilize sauti yangu. Kwa mtu ambaye ana lengo la kuwa taifa kubwa, ataanza kuzingatia tena masuala
ya laana ambazo zimetamkwa? Hatazingatia laana, atafokasi na kuzingatia zaidi na kuvuta umakini wake katika kuisikiliza sauti ya Mungu, maana lengo lake analijua, anataka kuwa taifa kuu. Lakini yule ambaye haangalii masuala ya kuwa taifa kuu sijui namna gani, huyo ndiye ataongozwa na hofu ya laana katika kutii sheria. Hata wahubiri wengi nao wamechangia sana katika kumtafsiri vibaya Mungu, maana wanamhubiri Mungu kana kwamba ni mbaya na ni mkatili. Wanatumia hofu kuwafanya watu wamtii nani? Hapana, Mungu hatiiwi hivyo. Mungu hafuati kwa namna hiyo, kwa hofu. Kila anayemfuata Mungu ni kwa upendo na kwa hiari yake, si kwa kulazimishwa. Maana yule ambaye anatii kwa hofu, huyo amelazimishwa. Hofu ile tu isipokuwemo ndani yake, yuko tayari kukataa kutii hata hayo maagizo. Mungu wetu ni mwenye upendo, ndio maana alimtoa mwanaye pekee ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa nini? Uzima wa milele. Bwana bariki somo hili kwa jina la Yesu. Amina.